سؤال يابيني نسمع ما حدث من يقول إذا صادف العيد الجمعة wana ushahidi gani watu nasema kama Idi ya Jumaa imekuja imegongana siku moja? Wasi watu wanasema mtu amesali Idi hataki kusali Jumaa wala dhuhur. الجواب يكتب مسألة علماء wana kauli tatu. Kama Idi na Jumaa itagongana, kama mwaka huu inagongana, ulama wana kauli tatu. Kauli tatu ulama. Kwanza anasema mtu amesali Idi, Jumaa sio kwake wajibu, Jumaa itaanguka, lazima asali dhuhur. Kauli ya pili ulama wanasema lazima mtu yote amesali Idi, Jumaa itabaki kwake lazima, isipokuwa watu wanakaa mbali. Watu mfano Mtume asema msikiti yake ilikuwa watu wanasali, ilikuwa msikiti mmoja tu Madina ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati yuko hai. Sasa watu Jumaa na Eid wanakusanyika hapa Waislamu yote. Sasa wako Waislamu wengine wanakaa nje wa Madina, sema al-awali. Hawa ambao wataenda kwao imani wanachinja, kurudi mjini au town kwao utakuwa ngumu. Hao Mtume amemruhusu. Maana Mtume anasema Muislamu, leo Allah amekusanya kwenu Idi mbili, Idi ya mwaka na Idi ya wiki baina Jumaa. Yeyote ataka asali kwake, lakini sisi watu wa town, tunasema watu wa mjini, sali Idi na tunasali baadaye ya Jumaa, yani tunajumuisha baina Idi na Jumaa. Lakini nyinyi ambao mnakaa mbali, ruhusa salini kula dhuhur. Kauli ya pili. Kauli ya tatu, kauli mbili wote ni na nguvu yote. Kwanza kina Abu Hanifa na nani, ya pili ambayo ya salatu Jumaa itabaki katika watu wanakaa mbali, watu wa mjini lazima wasali. Ni kauli Shafi'i na wengine rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Kauli ya tatu ambayo ni kauli dhaifu, haina nguvu, lakini kauli hii ipo, wanakubali Ata min at-tabi'in na wengine wa tabi'in wanakubali kauli hii. Ndio kauli inasema nini? Sema usasali Idi wewe, Jumaa hakuna wala dhuhur usisali. Hao wanategemea hii kauli ya Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhuma. Abdullah ibn Zubair siku moja yuko hai, imegongana Idi na Jumaa, kasalisha Idi, kaingia kwani nyumbani kwake, hajatoka kusali Jumaa wala hajatoka kusali adhuhur. Na watu wanasema wametoka al-asr kusali asr tu, yani kasali Idi, Jumaa hajatokea kusali wala hajatokea katika nyumbani kwake msikitini kusali dhuhur. Watu wamechanganyikiwa, mshtuka, vipi huyu? Wameenda kwa Abdullah ibn Abbas alikuwa hai, wanamwambia Abdullah ibn Zubair amefanya tendo hii vipi? Ibn Abbas anasema asaba sunna, huyu amepatia sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hii wanasema hao, hii ni kwa fi'l Abdullah ibn Zubair, sio hoja, lakini madama ashabi wengine ni mkubwa habra hadhi al-umma, amesema hii sunna ya Mtume ilivyo, tayari wao wanasema hii itakuwa ni marfu', ni kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kauli hii ni dhaifu, hatukubali sisi. Kwa nini? Ifuatayo. Maana kauli hii ina tafsiri zaidi ya moja. Kauli ina tafsiri zaidi ya moja, tena tafsiri kama 4. Kwa nini amefanya hivi? Na tafsiri 4 hii inagongana. Haiwezekani kauli moja ina tafsiri 4 inagongana. Ya kwanza, Abdullah ibn Zubair inaonekana na wengine waweka wazi, yeye akatoa khutba kisha kasalisha, kakhalif sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni Idi itakiwa tofauti na Jumaa. Idi inatangulia nini? Sala, kisha inakuja khutba. Ya pili, na nyingine inaonyesha Abdullah ibn Zubair radhiallahu anhuma kaakhirisha Idi ya sala kwa wakati mwanzo mpaka jua imekuwa kali, mpaka amesubiri jua imekuwa kali,
kasalisha. Inaonekana Abdullah ibn Zubair kakhalisha wakati al-Eid, amejumuisha Eid na Jumaa. Mara nyingine imekuja inasema amesubiri mpaka jua amewaka sana, sijui wakati nawaka saa ngapi, saa 5, saa 6. Alafu kasali yeye radhiallahu anhu, katanguliza khutba kisha kasalisha kama Jumaa. Sasa hii inawezekana Abdullah bin Zubair amefanya hivi, ndugu zangu Waislamu, amejumuisha Eid na Jumaa. Hii huwezi kujua mpaka ujue salati al-Eid mwisho wake lini. Ndio ulama wanasema ni masala hii, na salati al-Jum'a inaanzia wakati gani. Ushasoma katika kitabu fiqh, ulama wamekubaliana sala ya Eid mwisho wake lini, inaisha muda wake kusio kuanza kuisha lini. Na usome vile vile salati al-Jum'a inaanza mwanzo lini. Hapo utajua mwisho wa salati al-Eid wakati wake na mwanzo wa Jumaa inaingiliana. Sa Abdullah ibn Zubair radhiallahu anhuma amejumuisha baina Eid na Ijumaa. Kauli hii watu asitegemee kabisa kulazimisha Waislamu siku Eid asali eti fardhi 4. Wakati Mtume Muhammad anasema inna Allah aftarada alaykum 5 salawat fi yawm wa layla, Allah amefaradhisha kwenu sala 5 kwa usiku na mchana. Sasa wewe siku hii usali sala fardhi 4 tu, umetoa ushahidi wapi kati Allah amekufaradhisha sala 5? Na kuna katika ulama wamesema eti salat al-Eid ni fardhi. Hakuna, salat al-Eid sio fardhi, sunna muakkada, sunna mustahab ikhtilafa, lakini sio fardhi, sio lazima kama dhuhur. Sasa nasaha wangu zanguni, kauli hii kauli baadhi ya ulama wachache, na kauli hii hayuko wazi. Abdullah ibn Abbas anasema amebatia sunna. Mtu sunna gani? Amejumuisha Eid na Jumaa, imani sunna Mtume hajaweka wazi. Sasa kauli hii ni dhaifu, haina nguvu, watu wasitegemee. Kauli mbili hii ni sawa, kama mtu anachukua, watu waangalie ushahidi uko wazi, sio unachukua kauli shadh alafu maana huyu mwenyewe alikuwa anakusema nini hujui. Hii haifai. Sasa haifai mtu amesali Eid asali Jumaa na dhuhur, hawezekani. Kama Jumaa hujasali dhuhur lazima usali. Wallahu a'lam wa a'lam.